wanatoa ushauri na kuna nini kama hivyo. Lakini cha mwisho lazima kuwe na mwanasheria, kwa sababu kwenye swala hili kuna kipindi kinafika mtu alipitia hali fulani ambayo inamfanya aidha alikuwa mwanamke au alikuwa mwanaume. Inabidi sasa change, atoke kuwa mwanamke au mwanaume. Hilo swala linafanyika kisheria. Kwa hapo katika tumekuwa na mwanasheria. Hebu niambie naongea kwanza kupitia vipengele vyote, alafu mambo yale ni sawa. Kwa mnaweza kujua ile jambo ambalo tunalifanya hapa lina ugumu au lina ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo tulivyoita hapa nyinyi mliweza kuhudhuria, mtakuwa mabalozi wazuri na kuelezea watu wengine ni namna gani ya kuliweka jambo sawa. Sasa kuna vitu ambavyo labda ukiona wewe ambaye labda umesoma au labda upo katika elimu ya kawaida kwamba kujua mtoto je au mtu ana shida kama hiyo ambayo nimezungumzia hapa. Kwanza watu wanapozaliwa wanakuwa na kitu kimoja, anasema changamoto ya viungo vyao kutokuwa sawa kama watoto wengine au kama binadamu wengine. Sasa vinakuwaje? Muendelee kuwepo, mtajua muonekano wake. Nafikiri tutakuwa na wanaita tutakuwa na presentation ambayo inaonyesha jinsi utofauti unavyotokea katika watu hao. Lakini kitu kingine cha kwanza kutambua watu, kuna wanasema ile tabia ya wao bado wanajitenga. Kama kuna mtu ambaye amesoma boarding hapa, nilikuwa naongea na nani, nasema mtu anasoma boarding kama shule ya kike. Najua wote mnajua watu ambao wanasoma boarding. Kile hapo kuoga mnaoga pamoja. Ila mtu kama huyo huwezi kukuta anajichanganya na watu wengine. Sasa kwa sababu tuna ushuhuda wa mwenyekiti wetu atakuja kutoa uzoefu aliokuwa nao. Ila kiuhalisia unakuta kwenye swala fulani unakuta kujichanganya na wenzake hawezi kujichanganya. Lakini ukija kwenye hii changamoto nyingine unakuta mtu amekuzwa kama mvulana, sawa? Lakini kipindi kile cha kubalee, shangaa mtu anaanza kuona siku zake. Sisi tunaelewana? Ndio kwanza kama mvulana anaanza kuona siku zake. Unajua shida inatokea hapo ni nini? Ni swala ambalo yani kiambiwa hizo kwa kawaida watu wanachukua kawaida, lakini ni swala ambalo linahitaji nguvu kuweza kulibeba. Au unakutana na mtu amekuzwa kama binti. Sawa? Amekuzwa kama binti. Mwanamke kabisa hivi, mzuri, mrembo, kila ana matiti. Na katika mnajua katika vile ule ukuaji na mabadiliko ambayo yanatokea kwa binadamu, hilo ni swala ambalo kwamba mwanamke lazima aote matiti. Ila mtu anakuwa unakuta hana matiti. Au unakuta mwanaume amekuwa ana matiti. Achana na hao ambao wanakula mabruela, achana hao. Yaani ukute mtu ambaye amekuwa ile natural kwamba mwanaume anaota matiti. Kwa hiyo ni changamoto ambazo kidogo zinahitaji nahitaji muda kuvijadili na kuweka sawa. Sasa katika sisi kwa namna ambavyo tumepitia na kwenda kufuatia ile jambo, kuna vitu vingi vinaibua mjadala ambao nafikiri tutawaachia au tutapata nafasi ya mtu kuzungumza. Kuna swala moja la kuhusu takwimu. Sasa hii ni mjadala au tunasema research agenda, kwamba vitu ambavyo vinahitajika kufanyika kwa ajili ya kutambua uwepo wa watu kama hao. Ukiangalia kwa tunapozungumza sasa hizi kuanzia Tanzania, Afrika na duniani, hakuna research ambayo inafanyika exactly kwa ajili ya kufuatilia watu hao. Ila baadaye ndio kuwapa data ambazo mpaka sasa hivi zinatambulika kama ni idadi ya watu ambao wanapitia changamoto kama hiyo. Lakini research agenda nyingine au mjadala ambao unahitaji kufanywa research ni kupunguza sababu au kunahitaji maelezo zaidi kwenye utambuzi wa jinsia ya mtoto fulani. Na sasa inavyoelekeza hii kulingana na elimu iliyopo na jinsi inavyozungumziwa. Yaani iko hivi, mtoto anapozaliwa pale, papo na huyu ni wa kike. Sawa sawa? Au wanazaliwa wanasema huyu ni wa kiume. Lakini anapozaliwa na changamoto hii hakuna neno lolote linazungumzwa kuhusu hilo. Kwa hiyo kunahitaji mjadala zaidi, na ikiwezekana basi serikali iingilie kati, ione namna gani huu mjadala utakapowekwa. Je, mtoto anawekwa nafasi gani au mtu anawekwa nafasi gani? Maana tuweze kusema labda taongeza agenda, lakini je, kama serikali ikiangalia jambo kama hili inalionaje? Au kama nyinyi ambao ni wataalamu wa afya mnalichukuliaje? Na research agenda nyingine
kuna swala la hawa watu wanapozaliwa. Huu ni mjadala na kwamba je, lazima wafanyiwe upasuaji? Kwa sababu kuna ushuhuda wa watu ambao wamezaliwa baada ya pale kufanyiwa upasuaji. Kwa mujibu wa wataalamu ambao tumezungumza nao, anasema kumfanyia upasuaji kumfanyia upasuaji mtu ambaye ana uelekeo kwa mwanamke ni rahisi zaidi kuliko kumfanyia upasuaji mtu ambaye ana uelekeo kwa mwanaume, kwa sababu hakuna namna tunaweza kutengeneza uume au sehemu za kiume, ila hakika anaweza kutengeneza. Sasa swali linakuja, mtu amezaliwa akatengenezwa kama mwanamke afu akakuwa baadaye, kwa sababu zamani au huko nyuma, kwa sababu mpaka sasa ninazungumza ili swala hospitali zote labda wafike Muhimbili unaweza kupata msaada, lakini huko kwingine huko ni ngumu. Kwa hiyo kuna hii agenda au research ambayo inatakiwa kufanyika kuhusu namna nzuri ya watu kufanyia upasuaji, ni wakati gani atakao kufanyia upasuaji. Ila sisi kama taasisi, kwa namna ambavyo uchunguzi mdogo tuliofanya, sababu sisi tuna miezi kama 3 au 4 toka tuanze, kwa hiyo tumegundua kwamba kuwafanyia upasuaji mapema kunahitaji uangalifu mkubwa sana, kama vile nilivyoeleza wale wataalamu ambao wanahitajika kuwepo ili kudhibitisha kwamba huyo mtu exactly ni mwanamke au ni mwanaume. Jambo lingine, nafikiri research agenda ni hizo. Sasa tunakuja kwenye takwimu. Kulingana na profesa mmoja yuko Marekani anaitwa Anne Fausto Sterling. Yeye alifanya utafiti. Yeye huyu ni profesa wa mambo ya masomo ya biolojia na jenda. Alisema kwamba watu wanachukua kama 1.7% ya wanasema idadi ya watu. Kwa hiyo tukiangalia kama ulimwengu kuna watu bilioni 7 kwa watu milioni 120 dunia nzima wanapitia changamoto hii. Sasa Tanzania sisi tumeamua kuchukua history kwa sababu ile swala bado tupo kwenye kutafuta mwafaka, tuseme ni ulemavu ni, lakini sisi tumedondokea kwenye ulemavu moja kwa moja ili tupate njia mwafaka kwenda huko mbele. Sasa ukipitia kwenye sensa mwaka 2012 ya Tanzania hiyo ya watu na makazi, inasema kwamba 2% ya idadi ya watu wanaozaliwa wanakuwa na ulemavu ambao hautambuliki. Sasa ukichukua hesabu na peni na karatasi hapo, ukipiga 2% kwa watu milioni 55 ambao ndio sasa hivi natamkwa, ni kati ya watu 600,000 mpaka 1,000,000. Nafikiri hiyo idadi imeiona. Tunaamini ni idadi ya watu ambao wanapitia changamoto hii. Kwa hiyo kutakuwa na namna ambavyo kunahitaji ufuatiliaji, lakini vile vile kuona namna gani ile swala linaweza kujadiliwa na kuwasaidia watu wanapitia changamoto hii. Lakini kuna hapo naomba nisemee kuhusu mafanikio ya taasisi yetu. Taasisi yetu haina muda mrefu sana, lakini tunaweza tukaombea kwamba baada ya sisi kujitangaza tunafanya na kuweza kufanya mahojiano na vyombo mbalimbali vya habari, tumekuja kuona kwamba kuna wanasema, yaani kwa sababu tulikuwa tunatoa namba za simu, tumepokea simu nyingi hata 1000 zinafika kuzungumzia ile jambo, ila kufanya uchambuzi unakuta kuna simu kama zaidi ya 100 wanazungumzia jambo hili. Ila sasa changamoto inakuja kwamba wengi wao wanakuambia na ndugu yangu ana kitu hiki, unaambia hebu labda nipe namba yake, unachukua hatua unampigia yule ambaye anapitia changamoto, anakuambia hapana, mimi sina tatizo hilo, hebu niambie wewe kama ndo unataka umsaidie mtu nafanyaje. Na wewe umeambiwa ndugu yake ambaye ni dada yake, shangazi yake, mjomba yake asema na changamoto hiyo. Baada ya pale umeenda unampigia simu unamuuliza, maki kazi naifanya mimi mwenyewe, akwambia hapana. Kwa hiyo tunabidi ishia kwa maki uwezi, nyinyi na wataalamu wa afya mnajua, ni uwezi kumlazimisha mtu afanye kitu ambacho yeye hataki kufanya au hataki kutoa ushirikiano. Kwa hiyo mafanikio tuliyopata kama taasisi ni kuweza kuwafikia watu wengi, ingawa si kwa kuwatembelea, lakini wengi wao kwa kuwafikia kwa kuweza kutupigia simu na kuwasiliana na sisi. Lakini vile vile kuna swala la tumeweza kurekodi baadhi yao kumbukumbu zao, kwamba tuna watu ambao tunawajua, anaitwa labda Juma, yuko sehemu fulani anafanya shughuli fulani, kwa sababu katika watu ambao walikubali kutoa taarifa zao watu kama 30 wao walikubali kuzungumza hali yao wanapitia, ila wale ambao walikuwa tayari kutoa taarifa yao ambao tunazo kumbukumbu zao watu kama 13, yanao wamekubali kutoa zile taarifa zao zote bila kuficha,
na wako tayari kutoa ushirikiano kwa namna yote ambavyo wanavyo ile hali wanayopitia. Lakini mafanikio mengine ni pamoja na watu kuweza kwanza kulizungumza ile jambo, lakini kupata ile anaita nguvu ya kuweza kusemea. Kwa sababu kabla hapo ilikuwa ni ngumu sana mtu anazungumza jambo kama hili. Lakini kitu kingine ambacho tumeweza kufanya mpaka sasa hizi, kwa sababu ile jambo linahusishana na Wizara ya Afya, tumeweza kutengeneza na ukaribu na Wizara ya Afya, kwa hiyo kuna kitu kinatarajia baadaye kile kutokea sisi na Wizara ya Afya. Sasa sisi tunatoa wito gani kama taasisi? Kitu cha kwanza tunaanza kwa wataalamu wa afya. Moja, ujumbe ambao tunawapa kwamba jamani, ile jambo lipo na unapokutana nalo, hii habari sio nzuri, yeye inabidi niseme, inaweza kainaumiza wengi wao. Kwa ushuhuda watu ambao wameenda hospitali, anaenda hospitali, kwa mfano ile mtu ambaye anafanyia vice hiyo, mtaalamu wa maabara anamfanyia mtu kipimo, anaangalia ndani hamna ultrasound, hamna mirija ya uzazi haipo, hamna uterus, mfuko wa mtoto si uzazi haupo, hana fallopian tube. Sasa katika hali ambayo isiyokuwa ya kawaida, unakuta mtaalamu anachokifanya kwanza anashtuka, au kama ukuta wawili, kwa mfano kuna ushuhuda mtu alienda kafanyiwa kwa anazungumza Kiingereza, anasema yaani hivi sasa unazungumza afu mgonjwa yuko pembeni. Jamani, naomba ile makao ni wito wenu. Kwa hiyo unapokutana jambo lolote, changamoto kuhusu mgonjwa, hizo sizungumze mbele yake, au kwa namna ya mawasiliano ambayo yasimfanye mgonjwa akajisikia vibaya. Maana unapofanya hivyo, ila akitoka pale na niwaambie ukweli, wale watu kishaenda hospitali wakizungumza tu hivyo harudi tena hospitali. Sasa wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kumsaidia yule mtu aweze kupata msaada, ila umeshindwa, basi inakuwa tena ni ngumu. Lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza na nyie, nafikiri ni hospitali ya taifa Muhimbili peke yake ambayo ndio mtu akifika anaweza akapata hizo huduma ambazo zinaendana na hali kama hii ambayo tunaizungumzia hapa. Kwa hiyo kama wewe ukipata nafasi kwenda kufanya kazi huko pembeni ya nchi huko, unapata kitu kama hicho, usiangalie, kwa sababu mwisho wa siku wewe daktari mmoja au wewe mhudumu mmoja, kama ni mkunga ndani, uweze kufanya maamuzi juu ya maisha ya mtu, kwa sababu jambo lolote utakalofanya ambalo litamwathiri maisha yake, mwisho wa siku yule mtu anataka kaja tabadala kushtaki, kwa sababu umemwamulia kitu ambacho yeye hakuwa tayari kama vile ulivyomwamulia. Kwa hiyo huu ushauri kwa jamii, maana nyinyi mnaweza kuwa na kitu na kingine kwa watu wa jamii hapa, kwamba nao wafahamu kwamba ile tatizo lipo, lakini vile vile wanapofika hospitali waweze kupata mwongozo ambao kuwasaidia kuweza kupata huduma. Na mwongozo ni mmoja tu, atapita kote, lakini mwisho wa siku inabidi afikie Muhimbili. Maana Muhimbili pale tayari, sababu sisi tunafanya nao kazi wataalamu wale pale Muhimbili, kwamba anapofika pale anakutana na wataalamu wa kada zote wanapatikana. Kwa hiyo ni rahisi kupata huduma. Kwa hiyo ushauri mwingine kwa jamii, tunatoa wito wasiwanyanyapaa watu na wasiwaseme maneno mabaya, lakini vile vile swala lianze kujadiliwa ngazi ya familia. Kwa mtu anapopitia ile jambo aweze kuzungumza. Nitatoa mfano halisi. Kuna kijana mmoja ambaye tunajua anapitia changamoto hiyo. Tujaribu kuzungumza naye. Yeye ukimwangalia ni kama mwanaume mvulana. Nilipata bahati mimi hata kufanyia baadhi ya vitu kumwangalia. Kwa hiyo siwezi kusema niliona nini, lakini sio kama mwanaume ambaye jinsi alivyo. Sasa nilichukua juhudi zaidi, nikaenda kwenye familia yao. Nikafika nikazungumza na mama yake. Yaani nilipata taarifa ambayo mama anayo na uhalisia ile mtu ni vitu tofauti. Moja, mama anajua maneno mzima. Tunaona vizuri. Yaani mama anajua huyu mwanaume na kila kitu kinaenda sawa. Ila mimi nilipomwangalia naona yule hawezi kuwa kama mwanaume ambaye amekamilika. Kulingana na changamoto aliyopitia. Sasa na nikaangalia hata kwenye familia ile, inaonekana mama na mtoto wake ndio wanazungumza. Ila ndugu wengine hawafahamu chochote kuhusu wale ndugu wanaopitia. Kwa hiyo anajua yupo kawaida na maisha yanaendelea. Na changamoto ambayo imemkuta huyo mtu ni kwamba hata baada ya kuzungumza naye hakuwa tayari tena kutoa ushirikiano. Kwa hiyo kama nilivyoambia, swali liko ni gumu sana kulipokea na kuweza kuzungumza kama hivi. Lakini sasa hii nafikiri ni wito kwa serikali.
hapa nafikiri tutaomba Wizara ya Afya iweze kuliona hili jambo, namna gani ya kulichukua, lakini vile vile kutoa mwongozo wa matibabu au namna gani ya watu wanaopitia changamoto kama, kwa sababu najua matibabu yote ni miongozo yake, ila ili swala